Bwana Yesu asifiwe. Ushindi uwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Ushindi uwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Uzima uwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Baraka ziwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Ushindi uwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Nguvu ziwe pamoja na wewe katika siku yetu ya 8. Mbingu zifunguke kwa ajili yako katika siku yetu ya 8. Bwana Yesu na ashuke katika siku yetu ya 8 kwa ajili yako wewe. Shangilie Bwana kwa makofi. Shangilie Bwana ni mwaminifu. Shangilie Bwana ni mwaminifu. Roho Mtakatifu anaugua kwa habari ya anga lako. Roho Mtakatifu anaugua kwa habari ya lako ulimwengu wa roho. Siku 7 tunashughulika na anga la mtu hapa ndani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeona Roho Mtakatifu anaugua kwenye eneo hilo, na ana kitu cha kukusaidia kwenye eneo hilo. Kuna mambo anataka kusaidie kwenye eneo hilo. Hebu sema, Bwana unanisaidia. Ni kweli kabisa, unanisaidia. Unanisaidia, ninaamini. Unanisaidia, ninaona. Unanisaidia, ninaelewa ya kwamba unanisaidia. Mshangilie Bwana, unanisaidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye diary yako andika kabisa ya kwamba Bwana analijaza utukufu anga langu, analiponya, analirejesha. Ameniondolea uonezi wote kwenye anga langu. Ameniondolea ujinga wote. Ameniondolea. Kuna kitu Mungu anafuatilia kwenye anga lako. Na ninaomba ili tusirudie, tusio tunarudia. Jitahidi kutunza nizamu ya mahudhurio kwenye kambi, na upende kufuatilia fundisho na neno la Mungu ili tuweze kuomba katika ufahamu. Bwana asifiwe. Sasa katika kitabu cha Warumi Biblia inasema Roho utusaidia udhaifu wetu. Anasema hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Nami naomba kambi ili Roho Mtakatifu alishike. Bwana asifiwe. Ashike kinywa chako kabisa. Hatupotezi muda hapa. Sasa jioni hii ya leo, Bwana Yesu asifiwe, nimeangalia hatua kwa hatua, nikaona Roho Mtakatifu anaugua sana kwa habari ya anga za watu, na nataka nikae hapo. Madhabahu inakaa hapo. Jambo la pili, anga la familia. Jambo la tatu, anga katika mchanganuo wa maeneo. Bwana asifiwe. Nilikwambia wewe unaingizwa kwenye mambo ya operation za anga ulimwengu wa roho, kwa sababu kinachokuingiza hapo ni kanuni ya uumbaji. Ulivyoumbwa, yani ulivyoumbwa ndio inayokusemelea wewe na anga lako ulimwengu wa roho, uweze kuwa na utendaji katika roho. Sijui unanisikia mtu wa Mungu? Upende usipende ndivyo ulivyo. Mwambie jirani yako, upende usipende ndivyo ulivyo. Wewe unaelewa hauelewi. Wewe kanuni ya uumbaji inakutaiti kuwa roho, na kwa sababu wewe ni roho unataitiwa kabisa kuwa na anga lako. Lazima ulifuatilie, lazima ulijue, lazima ujue kuratibu mifumo ya ulimwengu wa roho. Na jana ulipewa hekima hapa na Mungu ya kwamba mahali pa anga yako ndiko mahali pa vita yako. Ndiko mahali pa vita yako, ndipo mahali pa mashindano yako. Ukisikia vifungo, ukisikia uharibifu, ukisikia hila za shetani mbalimbali, mashindano hayo kwenye anga lako angalia. Sasa jioni ya leo, ili tuendelee kuratibu vizuri. Unajua Roho Mtakatifu, sasa wengine Roho Mtakatifu anakuwezesha kujua namna ya kulilea anga lako na kulilinda na kulifuatilia. Wengi hawajui hiyo namna ya kuoanisha maamuzi mbalimbali yanayoendelea katika safari ya maisha ulimwengu wa mwili. Maamuzi yale yanafanyika kwenye anga. Ujue yanafanyika kwenye anga. Ndio maana Paulo alijua hii. Paulo wa Efeso sura pale sura ya 1 unateremka mstari wa 2 pale. Ukisoma pale kwenda 3-4 anaendelea pale, ukisoma anakupa siri wewe hata ya kumiliki uchumi na kubarikiwa. Anasema hivi, atukuzwe, anamuinua nani? Baba
Mungu wetu aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Baraka zote, baraka, unanielewa wewe, unataka kubarikiwa. Anasema ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho. Aliyetubariki kwa baraka zote, ulimwengu wa roho, aliyetubariki. Na wengi hawana utaratibu wa kufuatilia anga zao, hawana utaratibu wa namna ya kusoma anga lake likoje na ni kitu gani hasa. Kwa sababu eneo hilo, sikiliza, ndiko mahali pa mashindano yako, yani vita yako iko na Wakorintho anakusaidia, anasema vita yako sio ya mwili, sio ya mwili. Amekataa, anasema sio hiyo, sio huko, sio huko, sio huko. Anga lako tunaita ni ulimwengu wa roho, usioonekana kwa macho ya nyama ya kibinadamu, lakini matokeo yanayoamuliwa huko yanaonekana kwa jinsi ya mwili. Macho ya nyama yanaona kila kitu kinachoendelea. Unajua anaposema hii ni kama, jamani, ni kama maji, ni kama maji. Unapofungulia bomba yako pale ndani ya nyumba yako, hauoni yale maji yanakotokea. Ni kweli sio kweli? Wewe unakuta tu unafungua, unayaona sasa kwa macho, lakini hasa yanakotokea upaoni. Ndio ilivyo anga. Unaona kwa macho yako hivi, kwa mwili unaona mambo yanatokea, lakini hivi yanatokea wapi? Inakuwa kama, lakini mahali pale yanatokea wapi? Yanaanzia wapi? Yanatengenezwa wapi? Yanajengwa wapi? Maamuzi yanafanyika wapi? Wengi hatuna hekima ya kusemesha maanga yetu ulimwengu wa roho, na kuyashika na kuyatawala na kuyamiliki na kuyakontrol na kuyapalilia na kuyalea, kama ambavyo mtu analea bustani yake. Kama ambavyo mwana bustani asubuhi jioni anang'oa majani, anang'oa majani, anang'oa nini, anasafisha, anakagua, anamwagilia, anaweka mbolea. Ndivyo inavyotakiwa kwa jinsi ya roho. Na usicheze mahali pa maamuzi. Mahali ambapo panafanyika maamuzi usicheze napo. Ndiyo, kwa sababu unaweza kaamuliwa umaskini, inaweza kaamuliwa mauti, unaweza kaamuliwa mambo mbalimbali, unaweza kaibiwa hapo. Kwa hiyo ni eneo nyeti. Mtu wa Mungu, tuko pamoja. Nilikwambia farume zote za giza zinapofanya vita na wewe, mwili ni matokeo. Yani unayoona kwenye mwili ni matokeo, zinafanya vita kwenye anga lako. Jamani, sijui naeleweka? Mwili ni matokeo, ni matokeo, yani ni madhihirisho ya nini kinaendelea huko. Nimeshambuliwa, nimevamiwa, wamekuja, wamenibambikia kesi, wameniwekea misingi mibovu, wamenitapeli. Huku ni matokeo tu, ni matokeo tu ya nini kinaendelea. Hata mawakala wa giza, wachawi hawa, yani wanasema na anga lako wanasema na anga lako. Madhabahu za giza zinasema na anga lako. Sawa, sasa mambo yafuatayo andika, nikusaidia hapa. Kwa sana naona kwenye eneo hilo tunamhitaji Mungu, na anafuatilia kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu. Anafuatilia kitu kikubwa, na nimeona kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu anaugua hapo, kwa sababu kwenye anga ndiko ambako yako magereza, vifungo. Anasema huyu binti wa Abrahamu ambaye shetani amemfunga kwa miaka 18. Yesu anasema amemfunga kwa miaka 18. Huyu binti ambaye Yesu anataja kabisa nani amefunga, nani amefunga. Unaona sasa nani amefunga? Yule binti kwa miaka 18, yule mama kwa miaka 18 ana mapito mazito. Miaka 18 anateseka, mwili wake anateseka, roho yake. Uponyaji wake siku amkutana na Yesu. Yesu anasema huyu shetani amemfunga kwa miaka 18. Yesu anasema sasa hili unayoona kwa mwili ni matokeo. Kifungo kile kiko kwenye anga la muhusika. Siku moja Yesu aliwaambia wanafunzi wake, naomba ingieni hapa tuondoke kwa njia ya maji. Kwenye boti yao ile wanaondoka, kumbe upande ule wa pili wanakoenda, ng'ambo ile wanakoenda, kulikuwa kuna watu wawili wamefungwa, wanaishi makaburini. Shirari ya kuishi makaburini ni anga zao. Falume zile zimeshika anga zao, zinawaendesha. Badala ya kukaa nyumbani wanakaa makaburi. Na Biblia inasema hata njia ile watu walikuwa wanaogopa kupita kwa sababu ya hawa jamaa. Zile roho zilijua ya kwamba Yesu anakuja. Kwa nikwambie, zilijua ya kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja. Likatokea tukio la upepo usio wa kawaida wa kuzamisha ni chomo. Ni wale jamaa, ni wale wanajua sasa anakuja kututoa, tumzamishe.
Wanafikiri ulikuwa upepo wa kawaida. Si mnakumbuka pale wanafunzi wanasema Yesu, tunazama, wewe umelala. Yeye amelala kabisa, wala ana amani. Alipoinuka akaukemea ule upepo, ukatoweka. Wanafunzi wakasema, huyu ni nani hata pepo zina? Mwenzao walikuwa anasema na zile roho, sio alikuwa anasema na upepo. Jamani, tatizo alikuwa anasema na zile roho. Alikuwa anaona ni upepo. Boti nazama kwa jinsi ya mwili kabisa. Ukifanya mchezo unakunywa vikombe, ukifanya mchezo unakunywa vizuri tu, unazama vizuri tu. Unasani upepo wa kawaida, sio? Kwa sababu ng'ambo hii, unasikia ng'ambo hii Yesu ameanza safari. Anaenda ng'ambo hii. Sasa ng'ambo ile kuna watu wawili wanaishi makaburini, wamekamatwa, wanaendeshwa. Sasa upande ule wakajua anakuja. Anakuja kututoa kwenye anga. Hawa watu tumeshika, anakuja, tumuwai, tuzamishe boti. Ndio wakasababisha ile hali ya hewa mara moja, boti kama inataka kuzama. Ndio Yesu anasema na wajia aizami na kuja. Alipofika kweli akakutana nao ana kwa ana. Sasa angalia ukiri wao, zile roho zinakiri, zinasema tunakujua. Je, umekuja kututesa kabla ya muhula? Je, umekuja kutuhukumu kabla? Basi tunaomba tuwaingie hata nguruwe. Zinasema kutokea kwenye anga za wale watu. Mwe mnaelewa tunaposema shughulikia anga lako ulikague, mwe mnaelewa wanadamu. Mwanadamu sio mwili, mwanadamu ni roho. Mambo yake ni operation za kiroho, ndio zinazomweka sawa. Hata katika safari ya maisha ndizo zinazomweka sawa. Operation za kiroho ukizipuuzia umeisha. Ni Yesu. Wale watu wakafunguka. Amen. Lazima uelewe. Naomba nikuulize, wewe mwanamke uko hapa, unaweza kabisha kwamba wewe sio mwanamke? Au unaweza kabisha? Hebu tubishie basi. Tubishie kama wewe kweli sio mwanamke. Au wewe mwanaume unaweza kukataa kwamba wewe sio mwanaume? Kinachokutaiti ni nini? Kanuni ya uumbaji. Kanuni ya uumbaji. Kanuni ya uumbaji ndio inayokufanya uwe hivyo. Sasa kanuni mojawapo ya uumbaji muelewe, inasema wewe ni roho. Niko hapo, na hiyo ndio inayokufanya wewe uhusike na mambo ya maanga, ulimwengu wa roho. Upende usipende, kibano hicho unacho. Lazima ujue hilo eneo, lazima ujue kulifuatilia. Sasa mambo yafuatayo basi, andika hivi. Unaposhughulikia anga lako, mambo muhimu ya kuwafuatilia ni haya yafuatayo. Unaposhughulikia anga lako hilo, mambo muhimu ya lazima, nyeti ya kuyafuatilia, haya yafuatayo. La kwanza, uwepo wa Mungu. Andika hiyo. Si unafundishwa hapa namna ya kumwagilia anga lako liwe na kustawi, unafuatilia. Sasa mambo nyeti ni haya yafuatayo unapofuatilia anga lako. Hakikisha kabisa eneo mojawapo nyeti. Je, uwepo wa Mungu unapatikana kwenye anga langu? Au unafanya mzaa? Uamsho wa kiroho. Je, kuna moto wa kiroho kwenye anga langu? Kuna moto, kuna uhai. Jamani, watu wengi hawajui kulea maanga na kuyafuatilia, na wanateseka watu, nakwambia. Na shetani anacheka, anafurahi. Je, kuna uwepo wa Mungu kwenye anga langu? Kuna uamsho wa kutosha? Kuna moto unawaka. Nina moto wa kiroho, nina uhai. Mungu anatembea kwenye anga langu, na mahusiano mazuri na Mungu aliye hai. Je, Mungu ana amani na maisha yangu? Hilo eneo hilo. Na tunapoongea sasa kwa habari ya anga lako na kulifungua, sasa hapa namba moja, Mungu. Je, uwepo wako? Je, ndio mambo hayo? Je, kuna uamsho wa kutosha? Je, kuna eneo ambalo Mungu
mimi mwenyewe kwa ujinga wangu au kwa uzembe wangu nimekuondoa kwenye anga langu, nimekufukuza au nimefanya mambo ambayo yani anga langu hulioni vizuri. Ndio maana kuna toba, kuna kuomba rehema, kuna kuomba msamaha, ndio maana kuna kurekebisha, ndio maana kuna kujitakasa. Je, uwepo wako kwenye anga langu, Roho Mtakatifu, je, ninabubujiko mimi? Kanisa, ninabubujiko. Sisi ni watu wa roho, tunajazwa roho, tunatakiwa tujazwe roho mara kwa mara kabisa. Wakati nena kwa lugha, vunja, nena, omba, kaa katika roho. Je, uwepo wako, sio tu tunaishia kuimba uwepo wako umenifunika, uwepo wako, je, kwenye anga langu? Hilo ni eneo namba moja nyeti. Unaposhughulikia anga lako, mwambie jirani yako uwepo wa Mungu unaposhughulikia anga lako. Ongea naye, mwambie uwepo wa Mungu unaposhughulikia anga lako. Fuatilia hiyo, sifanye mzaha. Na hapo usiwe, hapo hakuna siasa, hapo hakuna sanaa. Uwe serious. Sawa? Sawa. Uwepo wako kwenye anga langu. Hapa nazungumzia maisha ya ibada, maisha ya uchaji, mtu anayezama katika kichwa cha Bwana. Haleluya. Nakupa summary haraka haraka. Uwepo wa Mungu. Jambo la pili, unapofuatilia anga lako, dondoo za muhimu. Angalia miaka yako, miaka uliopewa toka umezaliwa mpaka utakakoishia. Angalia, kwa sababu Biblia inaonyesha ya kwamba miaka inaweza ikaibiwa au ikachezewa. Unanielewa? Unapofuatilia anga lako, eneo moja wapo, angalia, ratibu sana miaka yako, usiiache hewani na elea. Kwa sababu anga lako linapotekwa na miaka yako itakuwa ya mateso. Ndio maana nasema nitarejesha miaka iliyoliwa, nitakurejeshea miaka iliyoliwa. Sasa kumbe miaka inaweza kaliwa, ni yako inaweza kaliwa. Hebu nyosha mkono, sema Bwana, miaka yangu ninakataa kuwa ya hasara. Nyosha mkono kwa sauti, sema ninakataa kuwa miaka ya hasara. Piga kelele, ninakataa kwa sauti, nakataa miaka yangu kuwa ya hasara. Nakataa miaka yangu kupotea. Nakataa miaka yangu kuharibika. Ninakataa. Hizi dondoo ziangalie sana unapofuatilia anga lako, ulimwengu wa roho. Ya kwanza, uwepo. Sio tu uwepo wa Mungu aliye hai kwenye anga lako. La pili, miaka. La tatu, hali yako. Sikiliza, la tatu, hali yako ya kiuchumi, hali yako ya fedha, hali yako ya mali, hali yako ya baraka, hali yako ya uchumi, hali yako ya kiuchumi, mwendelezo wa kiuchumi. Angalia hiyo kitu. Nakupa leo, naweka tu kwenye eneo hili, nakupa msingi, alafu ndakupa mchanganuo uelewe maana yake nini. Ikia anga lako, sio uwe jumla nakupa. La nne, angalia afya yako. Nini kinaendelea kwenye afya yako? Afya, figo, mifupa, kichwa, masikio, macho, moyo, kucha, nywele, damu, nyama, kila ngozi, kila eneo. Dondoo za kuwa makini nazo unapolifuatilia anga lako. Lipokee uponyaji, lipokee ushindi, lirejeshwe. La tano, angalia eneo la ufahamu kwenye maisha yako. Ufahamu, maarifa na hekima. Ufahamu, maarifa na hekima. Ufahamu, maarifa na hekima. Ya sita, dondoo ya sita unapofuatilia anga lako ni kusudi, maono, hatima ulioibeba.
kutimia ndani ya muda uliopewa kwa ajili ya ushuhuda. Hiyo ya 6, unapofuatilia anga lako, hiyo iangalie, iangalie. Na maeneo haya yote nayokwambia ndio ambayo kwenye anga lako yanafanyiwa vita, ndio ambayo yana mashindano makubwa kwenye anga lako. Ndipo mahali ambapo shetani amewekeza sana ili akukwamishe. Haya maeneo yaangalie sana, na nitakupa ushahidi wa neno la Mungu, maana neno la Mungu ni mamlaka. Haya ndio maeneo ya 7. Biblia inasema takubariki uwe baraka. Angalia sana, je, hivi mimi ni baraka? Mimi ni baraka. Yaani wake sasa hivi mimi ni baraka, 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 mimi ni baraka ndani ya familia, mimi ni baraka ndani ya mtaa, mimi ni baraka ndani ya anga la familia, mimi ni baraka. Haya ndio maeneo nyeti kwenye anga la mtu. Sasa nije kwenye namba 1. Unajua bila wengine kwa nini kwenye anga lako uwepo wa Mungu ni wa muhimu? Ndio namba 1 unaanza nayo hiyo. Je, anga langu lina moto? Hana maisha ya kubipu ibada tu, maisha ya kiroho, fanya mza. Duniani nipo, kwa Yesu nipo, na kuonyesha ushahidi wa maandiko kwenye hii point namba 1. Fuatilia uwepo wa Mungu. Amen. Sijui unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Kitabu cha Mwanzo fungua. Yesu mzuri. Haleluya. Jamani, haleluya. Mwanzo unamwona mtu anaitwa Yusufu. Anaitwa nani? Anaitwa Yusufu. Ushuhuda wake, Biblia inasema Mwanzo ile sura ya 39. Mwanzo 39. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya kwanza ni nini? Unapofuatilia anga lako, uwepo wa nani? Uwepo wa nani? Na kama ulikuwa una shida kwenye eneo hilo, sasa hakikisha uwepo wa Mungu unarejea. Hakikisha uwepo wa Mungu unarejea kwenye maombi haya, kwenye anga lako. Hakikisha uwepo wa Mungu unarejea kwa upya, tipa. Fuatilia eneo hilo. Fuatilia eneo hilo. Usiliache. Rejesha moto kwenye anga. Mrejeshe Mungu kwa upya. Rejesha uwezo wake. Rejesha moto. Ndio namba 1 unapofuatilia anga. Rejesha mahusiano yako na Mungu. Yauishe. Yauishe. Ongeza mahusiano yawe dipa. Hekima ya kufuatilia anga. Unaanza na nini? Unaanza na uwepo. Au anasema hivi, Mwanzo 39 mstari wa 2 anasema hivi. Mstari wa 2 anasema hivi. Mwanzo 39 anasema hivi. Anasema Bwana akawa pamoja. Anatutajia jina. Akawa pamoja na nani? Na Yusufu. Naye akastawi. Naye, sikiliza, anaposema Bwana akawa pamoja na Yusufu, anamaanisha hivi: Yusufu kwenye anga lake uwepo wa Bwana upo uwepo. Ndio anasema Bwana akawa pamoja naye akastawi. Anastawi kwa sababu gani? Kwenye anga lake kuna uwepo wa Mungu aliye hai. Yuko hapo. Mwelewa, yuko hapo. Ndio maana na matokeo sasa kwa jinsi ya mwili. Unaanza na uwepo. Mwashiria hasa watu wa kizazi hiki. Mwashiria sina mambo ya Mungu. Mwashiria sina maisha ya ibada. Mwashiria sina hali ya kumcha Mungu. Ndio maana maombi haya tunayaweka ili Mungu arejee kwa upya kwenye anga lako, ili Mungu akusamehe, ili Mungu akutazame tena, ili Mungu arejee tena kwa upya, ili Mungu aje tena akae na wewe. Ndio maana tunaweka maombi. Arejeshe mahusiano tena na wewe, akutazame. Kama aligeuza kisogo sasa kwa uzembe wako na ujinga wako, sasa akugeukie tena, akutazame, akutakase, akuhurumie, awe na amani na wewe, aanza kutembea na wewe kwa upya. Mwelewe mahesabu.
Atuweki maombi, tunapoteza muda hapa siku 40. Wao unafikiri kitu hiki kusimama hapa siku 40 ni mchezo? Mchezo, jaribu uone. Ni serious watu nyinyi. Hapa anasema Yusufu Bwana alikuwa pamoja naye akafanya nini? Na mnaposema hilo muelewe, kwa sababu hapa Yusufu alikuwa kwenye anga tata. Kumbuka hapa ameuzwa, ni anga lake lina mapambano. Kumbuka hapa anaposema ni mfanyakazi kwenye nyumba kama aliyeuzwa, lakini kitu kimoja na uhakika nacho Yusufu, uwepo wa Bwana kwenye anga lake. Na ndio maana kila alipopita anga alilolikuta hapo lilinyamaza mbele yake, lilinyamaza mbele yake. Na kila alipokanyaga alipata kibali. Pana miungu ilinyamaza, pana uchawi ulinyamaza, pana madhabahu za giza zilinyamaza, pana miungu ya Kimisri hapa. Hapa anaposema anastawi katikati ya miungu ya Kimisri, anastawi katikati ya madhabahu za Kimisri, anastawi katikati ya uchawi wa Kimisri, anatoboa. Kwa sababu kwenye anga lake kuna kitu. Muelewe, lazima anze na Mungu. Sasa Roho Mtakatifu hata nimevuruga kabisa maombi hapa. Anasema anga, tulia na anga. Ameniambia kabisa, anasema tulia na anga. Anga la mtu mmoja, anga la familia, na anga la mchanganuo wa maeneo. Naomba kaa hapo kwanza. Nimesema vuruga kabisa, si niandika maombi Mungu. Tutaombea. Sio hiyo. Sio hiyo. Hata vijana nimeandika kabisa nichape. Aya. Mwelekeo sio huo. Mwelekeo wa kambi anga. Bas. Nimetulia hapo. Hata maombi sijachapa. Sasa tutaombea hili anga kwanza. Yusufu akastawi. Sio hivyo tu, hata anasema bwana wake akaona kabisa ya kwamba anastawi kwa sababu ya nani? Ya Yusufu. Kwa sababu kwenye anga lake anatembea na uwepo kwenye anga lake. Kanisa, unajua, usipende kuanzisha ugomvi na Mungu kwenye maisha yako. Usipende kumkorofisha. Acha. Usipende kuanzisha mgogoro na Mungu aliye hai kwenye maisha yako. Unajiua. Usipende kuanzisha ugomvi na Mungu. Gombana na wengine, lakini sio Mungu. Sio Mungu. Usianzishe ugomvi na Mungu. Usimkorofishe akahuzunika kwa ajili yako. Mungu aliye hai akajisikia vibaya kwa ajili yako. Ni mbaya. Muelewe, ni mbaya. Fanya mzaa vitu vingine, lakini sio hii kitu. Unafuatilia anga lako, unakomaa na hali za kiroho nzuri kati yako na Mungu. Unaiona faida yake hapo. Mstari wa 21. Nimekuambia maandiko, unajua yana ushahidi. Huu ni wa muhimu. Mstari wa 21, hebu angalia pale. Mimi nakupa watu wawili tu kwenye hii pointi ya kwanza unaposhughulika na anga lako. Amina. Mwanzo hiyo. Mstari wa 21 anasemaje? Soma. Anasema lakini Bwana akawa pamoja na nani? Na Yusufu. Angalia matokeo. Bwana akafanya nini? Akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Akawatia mkononi mwa nani? Akawatia mkononi mwa Yusufu kina nani? Watu wote waliofungwa, walio magerezani, na yule na yote yaliyofanyika. Kwa nini haya yanatokea? Sababu umepewa pale. Yuko na nani jamani? Kwa nini anapata kibali? Kwa nini watu wote wanawekwa chini ya mikono yake Yusufu? Unafikiri natokea hivi? Yuko na uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Ndio maana Yusufu alikuwa mkali. Roho ya uzinzi ilipoinuka, ndio maana alikuwa mkali. Analinda anga. Walikuwa wawili tu na wabaki wenyewe. Ndio anasema vua nguo, anasema sivui. Vua nguo tuzini, anasema sivui. Nimkosaje Mungu? Analinda nini?
anga lake analilinda, analitunza uwepo ule. Na uwepo ule ndio maana wakati wa mapito magumu anatoboa, anaishinda miungu, anaangusha ngome, anavuka mipaka. Wakati wa majaribu mazito anapenya, analinda anga, usiwe na mgogoro na Mungu. Alafu anasema, jamani tunaendelea, anasemaje? Anasema ndiye aliyefanya. Anasema wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililo kononi mwa Yusufu, kwa kuwa nani? Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote. Wewe angalia katika maisha ya huyu jamaa, Bwana 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 Bwana. Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana anafanya kazi za ndani, ana wingu la Bwana. Anasingiziwa kesi, anaenda gerezani, Bwana yuko pamoja naye. Na kila alikosukumwa alitoboa, kila alikosukumwa alitoboa, kila alikosukumwa na mauti alitoboa, kila alikosukumwa na falme za giza alizishinda. Sababu tunapewa, kuna kitu alikuwa anatembea nacho kwenye anga lake. Ndio maana tunasema namba moja. Angalia sana hapo mstari wa Mwanzo 41. Mwanzo 41. Jamani, Mwanzo nini? Mwanzo sura ya 41 mstari wa 37 na usoma. Biblia inasema hivi: neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu? Ni kwenye anga lake kuna roho fulani, kuna uwepo fulani. Jamani amuelewi maandiko? Kwenye anga lake kuna uwepo fulani. Yanauliza tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho. Ukisikia roho inatajwa ni anga. Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufundisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Ndio maana hapo kwenye anga lako tumesema fuatilia eneo la nini? Maarifa na hekima. Hilo ni namba ngapi? Ni namba ngapi hilo? Namba 5. Ni namba 5. Ina maana sana hiyo. Tutakapo kwenye anga lako, hakuna mwenye maarifa kabisa na hekima kama wewe. Mtasema yote tu, mtasema yote. Basi wewe, basi utakuwa juu ya nini? Ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watafanya nini? Jamani piga kelele, watafanya nini? Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe, lakini mambo mengine yote watatawaliwa na wewe. Kumbukeni hili anga, ngoja niwaambie, hamuelewi. Kumbukeni hapa ni Misri, sio Israeli. Hapa Misri hakuna Mungu wa Waebrania, hakuna Mungu wa Isaka, hakuna Mungu wa Yakobo, wala madhabahu yake hamna. Ni anga lingine, lina miungu mingine, lina matambiko kabisa na wachawi na wanini. Lakini mwanaume anatembea kwenye lile anga, amefika, yuko na Mungu. Vyote vimeparanganyika kwenye lile anga, vyote vimemwachia nafasi yeye atawale. You take my point? Vimemwachia nafasi. Miungu ya eneo ile imemwogopa, miungu ya eneo ile imeachia baraka, miungu ya eneo ile. Sasa wewe sasa tutatulia na wewe utatuendesha unavyotaka. Sio akili zake. Ni nini? Ni uwepo kwenye anga. Ndio maana nasema Bwana, kuna roho isiyo ya kawaida wewe. Kuanzia leo wewe una akili sana. Wachawi wote wa eneo hili, ukisoma wachawi wote wa eneo hili umewashinda. Hii ndio kwenye anga la Danieli. Ukilisoma nalo alikuwa kwenye anga la Babeli. Pale kutana na miungu tata. Hata adhabu zake ile miungu sio mchezo. Ni kwenye moto mkali au kwenye simba. Ile ni miungu Danieli kutana nayo ile. Lakini Danieli anaambiwa, Bwana wewe, kuna roho njema kupita kiasi ya miungu iko pamoja na wewe. Anga lake lina roho. Saangalia huyu baraka, dhahabu, magari, heshima,
zikaja. Soma hapo. Akavalishwa mkufu wa dhahabu, pete, magari, baraka, safari ya maisha na mpenzi. Kwa sababu kwenye anga lake gombana, anzisha ugomvi mwingine, lakini sio ugomvi kati yake na Mungu. Namwambia jirani yako, tafadhali bwana, ugomvi na Mungu ukwepe. Mwambie, ongea naye, mwambie unakwepa ugomvi na Mungu, wewe unaukwepa. Kwa sauti mwambie, wewe unaukwepa ugomvi na Mungu, wewe unaukwepa ukitaka usalama hapa duniani hapa. Dhahabu mimi naziona hapa. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akatia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi. Kitu gani kinageuza umaskini kuwa baraka? Kitu gani kinageuza umaskini kuwa baraka? Kitu gani kinageuza laana hapa kuwa baraka? Kitu gani hapo unaona kinageuza giza kuwa nuru? Ni uwepo. Ni uwepo. Ni uwepo. Hiyo ndio kanuni. Ni uwepo. Na ndio Mariamu akamuuliza malaika. Mariamu akamuuliza malaika, nitazaje? Litatokeaje? Akasema Roho atakujiria, uwepo utakujiria, uwepo utakufunika, uwepo wa Mungu utakuwa pamoja na anga lako. Utazaa kwa sababu ya uwepo. Itatokea kwa sababu ya uwepo. Itatokea. Roho atakufunika. Roho atakufunika. Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho? Mimi nimeona ili anga sio la kawaida. Kama ni legerege unafungwa kweli, lakini mwanaume anatoboa. Kitu kimoja tu Biblia inatufundisha, nasema kwenye anga lake kuna uwepo. Rakasa, kuna uwepo, kuna nguvu. Mungu yupo, amekaa. Kwa nini anavaa dhahabu kwenye anga tata? Kwa nini anashika hela kwenye anga tata? Kwa nini ana magari mazuri kwenye anga tata? Huyo hapa. Kwa nini ana mavazi ya bei mbaya kwenye anga tata? Kwa nini anaheshimiwa kwenye anga tata? Kwenye anga lenye fungu anachukua baraka, anatoboa. Tatizo, nimekuambia shetani ni tapeli. Shetani amewazoesha wanadamu kwamba kutembea na Mungu ni hasara, kupenda ibada ni hasara, kwa kwenye maombi ni hasara. Huo ni utapeli. Na ndio wanapowaweza watu. Lakini wanaojitambua kuboresha uwepo wa Mungu kwenye anga ndio chanzo cha baraka, ndio chanzo cha kustawi. Naye atakuwa kama mti uliopandwa katika vijito vya maji, uzao matunda yake, na kila atakalolifanya litafanikiwa. Ambarikiwa mtu yule ambaye Bwana anga. Unapofuatilia maisha yako ya mwili, angalia anga. Usema tu maisha magumu, ajira hamna, hela hamna. Jamani, maisha haya, angalia anga lako na Mungu aliye hai. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Naomba nikuongezee kitu. Sawa? Nikuongezee Danieli sura ya. Kuongezea hapa. Ndio maana kambi nataka ulitumie vizuri sana. Ukishindwa kuzitumia siku kama hizi zilizotengwa kuweka sawa mambo yako na Mungu, wewe ni mtata. Mwambie jirani yako, ukishindwa kuweka sawa hapa kati yako na Mungu, wewe ni mtata, sio mzima wewe. Ongea naye tena, mwambie maneno haya. Ukishindwa siku hizi 40 kuweka anga lako vizuri kati yako na Mungu, wewe ni mtata. Ni mtata kabisa. Hii ni nafasi ya kujishepu, ya kurejesha mahusiano kwa upya. Danieli sura ya 4 mstari wa 7. Danieli sura 4 mstari wa 7. Naomba namaliza hapa, alafu tukamshukuru Mungu. Sawa, kwa habari ya anga. Tuko na anga hapa. Mstari wa 7 unauona? Huyu ni Danieli sasa. Anasema hivi: ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakadayo, sawa, na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto, wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye
jina lake ni Belshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu, tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Unaona, ndani yake inakaa nini? Roho ya miungu watakatifu. Ili ni anga la Danieli, lina uwepo. Kuna roho fulani anatembea nayo isiyo ya kawaida, na anakuambia hapa kulikuwa kuna wachawi, kuna waganga, hawakufua dafu. Lakini Danieli alipotokea, wote wakashut up. Wote wakashut up. Hakuna madhabahu kutamba. Unaambiwa hapa waganga, wachawi, wote wakashut up. Amina, amina. Unanisikia? Wewe unayepambana na wazawaza au viwaganga, au ni vitu vidogo, boresha anga. Mbona ni dakika tu, nukta. Nukta. Si anasema watakuja kwa njia moja, watatoroka kwa njia 7 mahali penye uwepo. Mbio, viboko. Ile sura ya 5 Danieli hiyo iangalie, sura ya 5. Usianzishe ugomvi na Mungu kabisa, na kuonya. Amina jamani, amina. Mstari wa 11 sura ya 5 inasema hivi: yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Yani wenyewe uwepo wa Bwana walikuwa wanashinda kuutafsiri, wanasema roho ya miungu inakaa ndani yake. Walikuwa wajui kwamba ni uwepo wa Mungu kwa mtu huyu kwenye anga lake. Roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Walikuwa wajui, wenyewe walikuwa wanaita roho ya miungu watakatifu. Inakaa ndani yake. Na katika siku, jamani, amina, za baba yako, nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Kama Yusufu. Mwelewe, kama nani? Kama Yusufu. Akili, hekima, fahamu. Na huyu hivyo hivyo. Anga linapokuwa na Bwana, unakuwa na maarifa ya ajabu, kimaisha, kiuchumi. Unakuwa na hekima kubwa. Ilionekana hekima kwa sababu huyu Bwana, roho ya miungu watakatifu iko pamoja naye. Na unasikia, Yusufu alikuwa kwenye anga la Misri, huyu kwenye anga la Babeli. Ili ni anga tata. Unaona kabisa hapo, naambiwa wachawi, waganga. Tena huyu toka siku ya kwanza alipowekwa tu, alipoulizwa maswali, Biblia inasema ikaonekana ana hekima na akili kuliko waganga wote mara 10 zaidi. Uwepo kwenye anga lako, uona shauku. Kanisa, tunaenda pamoja. Kwa kuwa roho njema, mstari wa 12. Kwa kuwa kuna siri hapa, tuisome vizuri. Anasema hivi, mstari wa 11, turudie. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako, na mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi. Yani maana yake kawa topu. Yani ni hivi, hizi falme kwa sababu zinaendeshwa na madhabahu, na wachawi ndio walikuwa wanaonekana wana maarifa. Hata mfalme akiwa na jambo tata, anawaita wachawi, anawaita waganga. Sasa hapa hawakufua dafu kwenye anga la nani? La Yusufu. Na ndio maana sasa mfalme akasema, kuanzia leo mbabe hapa ni Danieli, mtamsikiliza. Enyi waganga, mkubwa wenu hapa top, anga lake sio la kawaida, anamiliki. Kwa kitaka umiliki ulimwengu wa mwili, uone mavazi ya dhahabu na nini na nini na mpenyo, fuatilia anga lako. Ndio kanuni. Fuatilia wizako. Hata mtu akikuendea kwa mganga, anataka akuroge, unafikiri anafanya anashughulikia anga lako. Na wale waganga wale watakuwa na anga lako wanalifunga, wanaliwekea minyororo, wekea miba, wekea mazingaombwe kibao. Nashangaa tu umechoka, baraka zimefungwa, milango imefungwa. Sasa naenda kukopa vikoba, naenda kuanzisha shamba la matikiti. Usianzishe hivi hivi. Uwe makini. Amina. Na Danieli naye alivaa dhahabu, na hivyo hivyo kama Yusufu. Wote walikuwa kwenye maanga tata, lakini walitoboa. Hasa niambia, anga la Dar es Salaam ni tata, anga letu li tata, anga la familia. Ninakwambia unaanza na uwepo wa Bwana. Unaanza na uwepo wa Bwana. Hakikisha kwenye anga lako kuna Bwana, kuna uwepo wa kutosha, moto wa kutosha, uwepo kwenye anga lako. Nakwambia utatoboa tu, na yatawezekana yasiyowezekana. Bwana ataitunza heshima yake kwenye anga lako. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mambo mangapi? 7. Unapofuatilia anga lako, mambo ni 7. Ya kwanza, uwepo wa Mungu. Unapofuatilia anga lako, nimekwambia wale mliochelewa, yani ile dondoo ya pale juu inasema hivi, wale mliochelewa niwasaidia hapa, inasema hivi: unaposhughulikia anga lako, mambo muhimu ya kulenga, mambo ya kulenga, tuko kwenye maombi, yani hapa uwe unalenga haya. Cha kwanza, hakikisha unamrejesha Mungu kwa upya kwenye anga lako. Umeielewa hiyo? Kwa sababu tusema, mchungaji mimi nimeokoka mbona na muda. Sikiliza wewe, yule yuko kwenye maji katika roho, ile lugha ya roho anasema, mnanielewa? Asa kaingia maji akafuata, akaingia maji akafuata, ayo mwisho wingu limemfunika. Na waomba sasa, unaweza kutathmini. Hebu muulize jirani yako, muulize hivi, mwenzangu, wingu la Bwana kwenye anga lako likoje? Size yake muulize, size likoje? Ngoja nisimame hapa, muulize, anasema mwambie, wingu la Bwana likoje kwenye anga lako? Likoje? Umelizika? Kuna mwingine liko humu, ndio maana nimesimama hapa. Kuna mwingine liko humu, huku kote umeachia, unaogelea hapa, kumbe iko humu. Kuna mwingine liko humu, kuna mwingine limefika hapa, kuna mwingine sio, kuna mwingine. Sasa inatakiwa usionekane wewe kabisa, aonekane Bwana, usionekane wewe kabisa. Yani ndio maana tunaita ujazo wa Roho Mtakatifu, kubatizwa katika Roho. Maana yake usionekane wewe, yani shetani akutafuta hakuoni, anaona tu ni wingu la Bwana. Wachawi wanakuja wakuoni, wanaona tu, mbona hatumuoni? Tunaona moto lakini yeye hatumuoni. Tumeenda kwenye anga lake, tunaona moto, hatumuoni, tunaona moto, tunaona wingu kubwa la Bwana. Ndio inatakiwa hii. Mwambie jirani yako, tangu sasa wasikuone. Piga kelele, tangu sasa wasikuone. Amtaniona. Simama basi tukaombe, mshangilie Bwana. Sema, Bwana nisaidie. Sema, Bwana nisaidie. Bwana nisaidie mimi sasa. Ninatamani mahusiano mazuri na wewe. Ninatamani mahusiano mazuri na wewe kwenye anga langu. Siku ya 8 nisaidie. Anga langu, acha uwepo wake utawale, acha shuke kwa upya, acha moto na wake. Nisemeshe anga lako na uwepo wa Bwana, nikutanisha anga lako na uwepo wa Bwana, nikutanisha anga lako na uwepo wa Bwana, nikutanisha anga lako na uwepo wa Bwana. Rekebisha mahali pa kurekebisha. Wingu lako linijie, wingu lako linijie. Njoo Yesu kwenye anga langu, njoo Yesu kwenye anga langu, njoo Roho Mtakatifu kwenye anga langu, njoo likamate, njoo kwenye anga langu. Naomba unisamehe mimi, naomba unirehemu mimi, hata pale nilipotaka kukuacha, hata pale nilipokuhuzunisha, hata pale ambapo Bwana nikafanya mambo ya kipumbavu. Naomba unirehemu, naomba nisamehe mimi. Rudi kwenye anga langu Yesu, rudi kwenye anga langu Yesu, rudi kwa upya. Niende wapi bila uwepo wako? Niende wapi
wapi bila uwepo wako? Nitaishije bila uwepo wako? Nitakaje mimi bila wewe? Bila wewe Yesu. Naomba isikie sauti na machozi yangu jioni ya leo. Naomba niuishe anga langu na uwepo wako. Usiniache, 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 ninaomba usiniache. Naomba kwa mzigo, kuna watu naona wajitambui. Omba kwa mzigo kwenye hicho kitu. Mimi bila wewe siendi popote. Sitakuwa na matokeo duniani. Sitakuwa na baraka duniani. Naomba unisaidie tu Mungu wangu. Unisamehe, unirehemu. Roho Mtakatifu usiondoke. Roho Mtakatifu usiondoke. 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 Nifundishe hekima yako. Nifundishe wingu lako. Nifundishe utukufu wako. Nifundishe maarifa yako. Nifundishe Bwana, usiondoke. Ninayo machozi. Ninayo machozi. Ninayo machozi. Mungu ni usiniache anga langu. Nataka ukae wewe. Nataka utawale wewe. Nataka ushuke wewe. Fanya makao. Fanya makao. Fanya makao. Fanya makao kwenye anga langu. Fanya makao. Endelea kumlilia Bwana. Ninayo machozi. Pasua hiyo madhabahu. Wewe nani amekutuma? Masa endelea kumwita Bwana. Uwe na machozi jioni ya leo. Rudisha uwepo. Rudisha uwepo. Lilia uwepo. Lilia uwepo. Omba kwa mzigo. Lilia uwepo wa Bwana kwenye anga lako. Lilia nguvu zake. Mwambie Bwana uje tu. Kana mimi Yesu. Kana mimi Bwana, nakuhitaji mfalme. Ninakuhitaji Bwana, bila wewe hakuna kitu nitaweza. Bila wewe Bwana, bila wewe Yesu, bila wewe Bwana, bila wewe Yesu hakuna matokeo. Bila wewe Bwana, bila wewe Yesu. Njoo kwangu Mungu wa mbinguni. Njoo kwangu Yesu, njoo kwangu Bwana, tembea na mimi. Tembea na mimi Bwana, tembea na mimi. Tembea na mimi Yesu. Ninahitaji uwepo wako Bwana. Uwepo wako Yesu kwenye maisha yangu. Uwepo wako Yesu, uwepo wako Bwana. Uwepo wako mafanikio yangu. Mafanikio yangu Yesu. Kubarikiwa kwangu kuna ninayo machozi kwa ajili ya uwepo. Machozi kwa ajili ya uwepo wako Yesu. Ninayo machozi, ninayo machozi, ninayo machozi. Nina machozi Bwana, ninatamani. Ninabarikiwa katika uwepo wako Bwana. Unisamehe Mungu wangu. Unisamehe mimi, unisamehe. Endelea kuomba tu. Mwambie Bwana, ninayo machozi, naomba unisamehe. Unisamehe Bwana, natamani. Ninakuhitaji.